Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Leo ni tarehe ya 26 ya mwezi wa 5 na leo ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ambako mamilioni ya Waislamu wanatekeleza ibada ya Hajj kule katika mji mtakatifu wa Makkah nchini Saudi Arabia. Nasi tuungane nao kwa dua na maombi, na wengine leo wako katika mfungo wa katika kile kinachoitwa kuwasindikiza mahujaji katika kuwasindikiza katika kuwasindikiza kwa ajili ya kutimiza ibada ya hija. Na juzi bana nilizungumza kitu kimoja, nikasema wakati nawaelezea kuhusu mbuzi nikasema unajua hii ni Eid al-Hajj, watu wanachinja, nikasema wanachinja mbuzi, wengine wanachinja kuku. Mtu mmoja akanifuata akaniambia, no Rahby, ukiongea hivyo unakuwa kama umetoa fatwa kwenye zile sheria ya kuchinja kuku haisabiki, kwa hiyo kuku hayupo. Sasa wewe clear hiyo, usije watu wakachua nimemsikia Rahby anasema hivyo jamani. Kwa hiyo jamani, kuchinja ni kwa wanyama wa miguu minne walio halali, kwa sababu si wote walio halali, waliohalalishwa kisheria ndio kuchinja, na kwa vile nimetaka kulizungumza hili kiasi. Jambo jingine niwaambie kuwa jana tulikuwa tumemaliza, najua kuna wengine walipata changamoto kiasi cha kutuma, kwa sababu kuna kiwango ambacho tulikuwa tumefikia kiwango cha mwisho kupokea. Kwa hiyo kuna watu walikutana na hiyo changamoto, na kuna wengine baadhi miamala yao ilirudi na waliniajulisha, nikawapa option ya pili. Lakini kuna wale waliochelewa ambao hata mchana wamekuwa wakinitumia message asubuhi, vipi mimi na nini. Jamani, miamala yote itaoingia sasa hivi, manake ufahamu kabisa kuwa itapelekwa katika kile tunasema mwezi wa 8. Katika ile kipindi ambacho mwezi wa 8 tutatoa inshallah, manake takriban huwa tunaangalia imefika kiasi gani kwa wakati gani. Kwa hiyo ikifika tunaweza tukaitoa kutokana na kiasi. Kwa hiyo lakini mara nyingi tumejiwekea kwenye miezi 3 ndio tunaweza tukamudu, kwa sababu pia hata gharama za utumaji ni kubwa. Kwa hiyo kutuma kidogo ni vigumu. Ndio maana tunakusanya hivi kiasi, kifika ndio tunaweza tukatoa. Ndio iko hivyo. Kwa hiyo kama yoyote itaingia hapa, maana yake itakwenda kwenye mwezi wa 3. Japokuwa nilichelewa kidogo kuhamisha, lakini sidhani kama muda mtawahi, na kutokana na ilivyo tufanye tu hivyo. Sasa jana nilizungumza kwa kina sana kuhusu kile kitu kinaitwa uaminifu wa yale mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea. Mtu mmoja ananiambia kuwa kwa nini hutaki kuzungumza Urusi na Ukraine, kuna kitu kinaendelea kule. Ni kweli, at this situation kuna hali inaendelea Urusi na Ukraine, na kuna vita kubwa sana inaendelea Urusi na Ukraine, na tutaielezea kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho mimi mara nyingi napenda kuzungumza current issue ambayo inasumbua, yani ambayo watu wanaifuata sana, kwa sababu hata katika kipindi hiki kuna mgogoro wa Sudani ambao wenyewe ni mgogoro mzito unasumbua, lakini kuna mgogoro mkubwa kule Senegal kati ya marafiki wawili Faye na Sonko, ambaye niliwahi kuwaeleza kipindi cha nyuma hapa kuwa dalili ya wao kupasuka. Nilishawaambia kwa sababu dakika za mwisho waligeukana baada ya Faye kuonekana kuwa amekaa kwenye madaraka makubwa kama rais wa nchi, lakini akamilikiwa tayari. Yani kile ambacho walikuwa Senegal walikuwa wakipigania kutoka kwa Maksali kuja kwa Sonko mpaka Sonko kukaa gerezani muda mrefu, ilikuwa ni mabadiliko ya nchi yao kujitoa kwenye makucha ya Mfaransa. Sasa hiyo ndio nadharia ilikuwa, manake kuwa muda wa mwisho ulivyofika wa kwenda kugombea nafasi ya uraisi, Sonko alikuwa bado gerezani. Faye aliwahi kutoka, na Faye hakuwa maarufu, hakuwa anajulikana, isipokuwa tu alikuwa kwenye chama kimoja na Sonko. Kwa hiyo umaarufu wa Faye na kushinda nafasi kwa Faye kulitokana na tip aliyopewa na Sonko, baada ya Sonko kusema kuwa ninamuunga mkono, mchagueni huyu dhidi ya wagombea wengine. Akachaguliwa, akashinda kupitia Sonko, kwa sababu Sonko ndio alikuwa anakubalika. Sasa katikati ya hili tayari Faye
wakaanza kuparurana na Sonko, kuonekana kuwa Faye anatembea sana kwenye njia za magharibi, anaonekana yuko karibu zaidi na Wafaransa, katika kile ambacho Sonko anaona kuwa yeye harakati yake aliyoiendesha kwa miaka mingi na raia wa Senegal ilikuwa kujitoa kwenye makucha ya Ufaransa. Sasa kiongozi wa juu ambaye walimuamini amekaa pale juu tayari amekuwa yuko tofauti. Sasa kilichotokea ni Faye akamfire Sonko, alimfuta kazi kama waziri mkuu. Waziri mkuu akatoka pembeni na akasema atagombea uchaguzi ujao. Kwa hiyo tayari kuna kambi imepasuka, na hili limeleta mpasuko mkubwa ndani ya serikali ya Senegal. Kuna siku nitalizungumza tena katika nafasi. Kwa hiyo kuna migogoro mingi ambayo inaendelea duniani. Sasa swala la Urusi na Ukraine ni kubwa, kuna vita kubwa. Oreshnik zinatumika vizuri, droni zinafanya kazi vizuri, mauaji yanaonekana na vita imekolea. Naamua kuwa nichague kuzungumza kitu kwa sababu tuko kwenye ulimwengu ambao watu wanataka kujua hali ikoje kila wakati. Yani kila wakati watu wanataka kujua tunakwenda wapi na tumefika wapi, kwa sababu mafuta jana yamepanda kwa 2%. Baada tu ya Marekani kufanya mashambulizi kule Bandar Abbas usiku, nadhani hizi taarifa zilikuja usiku. Sasa ukizichukua hizi taarifa za mashambulizi ya Marekani kule Bandar Abbas, nenda kwenye mazungumzo yangu ya mchana. Nenda kasikiliza mazungumzo yangu ya mchana kwa kirefu. Utaelewa nilizungumza kipi. Nimezungumza sana kwa kirefu kuhusu kuaminiana. Faithful, kuaminiana. Nani anamwamini mwenzake kwa wakati gani? Shida kubwa imekuwa Marekani na washirika wa magharibi hawaaminiki kwenye mikataba ya aina yote, hawaaminiki. Kwa sababu ukitaka kuanza kufuatilia hii mikataba, nimekuwa nikisema mara kadhaa hivi, ukipata kutulia nenda kapekue, kaangalie mazungumzo yaliyoanza mwaka 89, mfano 89-90. Unajua Yasser Arafat hakuwepo, yani halikuwa hajulikani yuko wapi. Wakati Bill Clinton anataka kuanzisha mazungumzo naye, alimwandikia barua akiwa Tunisia, bwana tunataka tufungue mazungumzo na uhasama upotee kati yenu, na ili kila mmoja aishi katika eneo lake kwa uhuru. Arafat aligoma kwa sababu anasema kuwa nyinyi hamuaminiki, tulishakubaliana sana nyinyi. Israeli waliwahi mwaka 47, niliwahi kuambia, waliwahi kumuua mjumbe maalum. Mwaka 49 aliwahi kuuawa mjumbe maalumu aliyeteuliwa na Umoja wa Mataifa kwenda kusuluhisha mgogoro. Alipigwa risasi ndani ya Tel Aviv na kundi na genge ambalo lilifadhiliwa na serikali ya Israeli. Alipigwa risasi, Mjerumani yule, nakumbuka, nilishawahi kuwapa mkasa wake na kumbukumbu vizuri. Alipigwa risasi na Israeli kwa sababu ya kutaka kusuluhisha hili. Lakini Rabin alivyofikia makubaliano ya mwaka 93, naye walimuua. Mwaka 95 aliuawa Isaac Rabin kwa sababu alitaka kufikia makubaliano. Alishafikia makubaliano akasaini. Sasa ukipata muda, nenda kaanze kuangalia kuanzia kile ambacho kilizungumzwa. Yani fikiria kuwa juzi alitoa maoni Bill Clinton, akasema kuwa Wapalestina walikuwa hawahitaji wala walikuwa hawana shida na amani na Israeli, walichokuwa wanawaza ni kuwaua wa Israeli. Alitoa maoni yake, lakini yeye ndiye aliyemwandikia barua Yasser Arafat kumuomba wakae kwenye meza, na mazungumzo yakaanza miaka ya 90-91, mazungumzo ambayo yakachukua muda mrefu mpaka mwaka 93 wakaingia makubaliano ya Oslo. Nenda kasome makubaliano ya mkataba wa Oslo yalivyo mazuri. Hawa watu ni wazuri wa kukuandikia kwenye makaratasi na kukulazimisha, kukuonyesha kuwa yani unakwenda kupata kitu kikubwa sana kupitia makaratasi. Ndio maana nchi zetu za Kiafrika zinatabika sana kwa mikataba ya wazungu, kwa sababu wao ni wajuzi wa kukuandikia. Watakuandikia katika nadharia ambayo inakuonyesha kuwa umeheshimiwa, inakuonyesha umepata hiki, kumbe ndani yake wameficha madudu ambayo yote yanakuja kukukaanga. Ndivyo walivyo, wanaandika vitu vizuri. Mfano, jana jioni nilizungumza kidogo kuhusu mkataba wa Abraham. Nikamwambia huu mkataba ukiusoma, yani ukiuchukua ukapewa zile kurasa, fungua soma. Nilikuwa nakunywa maji. Ukipewa mkataba wa Abraham ukausoma, basi wewe utasema kuwa hakika hawa Waarabu na hizi nchi zenye Waislamu wengi
ni watu wa hovyo sana. Kwa sababu kwa nini wanapinga vitu vizuri kama hivi? Ndani ya ule mkataba umeainishwa vifungu kwa vifungu vizuri bora kabisa vinavyoonyesha ustahimilivu, ukaliaji, umiliki, uheshima na kila kitu kwa jamii tatu zenye imani tatu tofauti: Wakristo, Waislamu na Wayahudi. Nenda kwenye uhalisia, saini huo mkataba uone. Saini hayo makubaliano uone kama yanaweza kutoa haki kwa wengine. Ni mkataba ambao utatoa haki kwa Wayahudi tu kwenye utekelezaji. Kwa Wayahudi tu utekelezaji. Niliwahi kuambia kuwa mkataba wa mwaka 79 kati ya Misri na Israeli, moja ya mikataba ya hovyo kabisa ambayo iliwahi kufanywa na nchi ya Kiarabu na Israeli, ilikuwa ni mkataba wa mwaka 79 ambao Israeli aliondoka Sinai kuanzisha uhusiano ule. Nenda kausome huo mkataba. Misri haruhusiwi kusogeza kikosi chake cha kijeshi kwenye miji ya karibu na mpaka wa pili ambao ni mpaka wa Rafa. Yani haruhusiwi kufanya mazoezi kuelekea upande wa pili, yani kutoka Sinai kwenda mbele kule. Misri amewekewa limited ya wanajeshi, kuwa namba ya wanajeshi hawatakiwi kuzidi hapa. Itakuwa tafsiri kama unataka kutuvamia. Lakini Israeli hajawekewa kikomo cha yoyote, yani yoyote kuingia. Mkataba walisaini, kuna mkataba fulani kati ya Israeli na Misri walisaini mwaka 2005 ambao ulikuwa unazungumzia kuhusu Philadelphia. Nadhani nilishawaambia Philadelphia corridor. Upande wa pili wa Rafah kuna ile Philadelphia kutoka upande wa bahari mpaka kuja upande ardhi ya huku Rafah, pale kuna kilomita kama 7. Hapa ilikuwa ni makubaliano ya mwaka 2005 wakati Israeli anaondoka Gaza kuwa hapato kuwa na vikosi vyovyote vitavyokuwa hapo. Mwaka juzi 2023 wakati wa mgogoro wa Rafah, Israeli akamtongoza Misri kuwa mimi na wasiwasi, akaanza kumchochea, nyie mnaingiza silaha kutoka, sisi hatuingizi silaha, mnaingiza silaha mnawapa Hamas, hatuingizi silaha na tumedhibiti, hakuna. Mimi nitawaamini vipi? Kama unataka tushirikiane, tutaweka vikosi vyetu kati vya Israeli na Misri upande wa pili tulinde kwa silaha zisiingie. Misri akajaa kwenye mfumo, akasema sawa, ili tujenge uaminifu. Wakaenda, wakavuka, wakaenda upande wa pili wa Rafah. Walivyovuka kwenda upande wa pili Rafah, Israeli akapandisha bendera zake kote Rafah. Misri akakasirika, hatakuwa tumekubaliana hiki. Kanaswa kwenye mtego wa kipuzi. Misri akaondoa vikosi vyake akapeleka pembeni. Mpaka leo Rafah upande wa pili kule vikosi vya Israeli vipo, vina control border ya pili. Ndio hawa walivyo. Hawa ni watu ambao wasioheshimu kitu kinaitwa makubaliano, wasioheshimu chochote. Baada ya utekaji ule wa vita ya siku 6 ambapo ilikwenda West Bank, ilikwenda maeneo ya Jordan na vitu kama hivi, hata ukingo wa magharibi ulikwenda kwa kiwango kikubwa eneo la Gaza, lakini walikwenda mpaka hiyo masuala ya Sinai, lakini walikwenda mpaka upande wa pili wa Syria. Ndio Golani ilipoingia. Mkataba wa mwaka 74 kati ya Misri na Syria ambao na wenyewe ulikuwa ni mikataba ya hovyo ambayo ilikuwa ni ya double standard. Yani mtu yuko occupied, kwa nini umpe haki? Yani wewe uje uvamie nyumba yangu, ukate vyumba vyangu. Nyumba yangu ina vyumba 10, ukasema no, vyumba 3 vyote vitakuwa vyangu. Mnakwenda kusuluhishwa, alafu mnaenda kusuluhishwa katika kusema basi tunawasuluhisha kitu kimoja. Huyu atabaki na hivi vyumba 3, wewe baki na hivi 7, alafu hapa tunajenga ukuta katikati. Huu ukuta huyu asisogee huku kwa nani ametoa uhalali wa hivi vyumba 3 kwa viende huko, hali ya kuwa hivi ni vyangu? Ndio kilichotokea kwenye mkataba wa mwaka 74 wa Umoja wa Mataifa ambao ndio vikosi vya UNIFIL vikaenda pale. Huu mkataba ulikuwa ni mkataba wa hovyo, kutoa zaidi ya 25% Golani ibaki chini ya ulinzi wa Israeli. Ndio ilibaki hivyo. Kwa nini Golani iende chini ya ulinzi wa Israeli wakati inafahamika kabisa Golani ni mali ya Syria? Donald Trump 2018 anatoka kabisa hadharani anakuambia kuwa hii ni mali ya Israeli. 2018 mali ya Israeli. Kifungu mkataba wa yani azimio namba 181 la mwaka 47 lililoanzisha State of Israel likatoa 55 kwa 44, moja haikutolewa. 44 wa Palestina, 55 wa Yahudi. 1% Jerusalem haina upande. Mwaka 2018 Donald Trump anatangaza kuwa Jerusalem ni mji mkuu wa Israeli. Kuna mkataba wa Umoja wa Mataifa hapo. Nani anautekeleza? Kwa sababu huu mkataba pale ulipovunjwa ulikuwa umetimiza malengo ya Westin, kuwa walikuwa wamepata kile wanachokitaka, ndio maana husikii kelele. Lakini pale Trump alivyosema kuwa nitaichukua Greenland, wananyanyua mikono juu. Hatutaki hilo swala. Pale wanaposema kuwa Ukraine itakatwa nusu iende upande wa pili wa Urusi, wote wanazungumzia kuhusu sheria za kimataifa na wanaziainisha sheria iko hivi, inafanya kazi, haiwezekani kufika huko. Kumbe hizi sheria zipo ila zinafanya kazi kwa wengine. Zikija kwa wengine hazifanyi kazi. Sawa? 74 mkataba ukasainiwa Umoja wa Mataifa kuwa Golani
itabaki chini ya Israeli asilimia zaidi ya 25, sijui 35, hii nyingine itabaki ndani ya Syria. Juzi utawala wa Syria unadondoka, Israeli wanaichukua 100% Golani. Nani anazungumza leo kuwa kuna occupied kule Golani? Baraka zote amepewa Israeli, aendelee na ukaliaji wake. Ndio hawa watu wa mikataba. Kwa hiyo jana nilivyokuwa nikizungumza kuwa kilichokuwa kikitafutwa ni uaminifu, ndio huu unaitwa uaminifu unaotokana na hiki kilichofanywa na Marekani jana, kufanya mashambulizi Bandar al-Abbas. Kwa nini? Irani tayari wameshasema wazi kabisa, huyu hatumwamini, huyu huwa haheshimu chochote. Kwa sababu nilisema jana kuwa hawa watu wana kumbukumbu ya makubaliano ya JCPOA ya 2015 ambayo yalikuwa na vifungu bora sana, vifungu vizuri sana. Mamilioni ya dola Irani ililipa kwa mashirika ya ndege ya Marekani, Boeing ngapi. Irani walikuwa wameapply, yani wakati wa makubaliano ya 2018 walikuwa wameagiza ndege zaidi ya 100 ambazo zitakiwa zinge, kwa sababu Irani wana mashirika ya hovyo sana ya ndege ambao ni dhaifu sana, ndio ajali kubwa. Yani katika moja ya mashirika mabovu kabisa ya anga duniani ni shirika la Irani. Kwa nini? Kwa sababu halipokei vipuri, hakuna spares zinazoruhusiwa kuingilia, hakuna service. Hata wakati Rais Ibrahim Raisi ameuawa na amekufa kwenye ajali ya helikopta, nilizungumza helikopta ya miaka 50 alikuwa anaitumia Raisi, alikufa yeye na Abdullahian. Nakumbuka wakati ule nilisema kuwa hili ni shirika moja ya shirika bovu kabisa la anga duniani la Irani. Ndio maana kwenye vita yanayopiganwa Irani hatumii ndege mara nyingi, ana ndege zaidi ya 300, ndege za kizamani. Huwezi kushindana kwa sababu ana vikwazo, hazina service, haziwezi, yani hawezi kufanya lolote. Ndio maana akawekeza kwenye kile anachokiweza, makombora na uwezo wake wa drone, kile anachokiweza ndio aliwekeza huko. Sasa Irani walilipa mamilioni ya dola kwa ajili tu ya kuapply ndege ambao zije Airbus na Boeing zije Irani wapate hata angalau kufufua shirika lao. Mpaka Donald Trump 2018 anavunja makubaliano, walikuwa wamepokea ndege 3. Fedha ziko wapi? Freezing asset zimeshikiliwa mpaka leo. Irani wana experience kubwa sana na Marekani, kubwa sana. Yani wanamjua Marekani in and out. Sasa Marekani anashambulia Bandar al-Abbas jana, halafu anasema kuwa tulikuwa kwenye self defense, tunajilinda kwa sababu tulikuwa tunawaona zile boti zinataka kwenda kuweka mabomu kwenye maji, halafu tulikuwa tunaona kuwa wanakaribia kutushambulia kutoka kule. Irani hawajatoa tamko, hawajajibu lolote, lakini wanasema kuwa hii ndio ile ambayo tulikuwa tunaizungumza kuwa haya makubaliano yana mushkil sana, kwa sababu hawa tunaojaribu kufanya nao makubaliano ni watu wasioaminika. Nadhani kadri muda unavyokwenda watu wanaweza kuelewa hili swala na wasiwasi wa Irani kwenye haya mazungumzo. Nadhani watu wanaelewa kuwa Irani kwa nini amekuwa na wasiwasi na haya kwa hivi sasa, kwa sababu hawa watu ndio wamekuwa kwenye nadharia hiyo, au wanaishi katika haya maisha ambayo yanawapa unafiki mkubwa sana, yanawapa kile ambacho watu wengine hawakioni, au wanatupa experience ya dunia kuwa hivi sasa kuwa hawa watu ndivyo walivyo, kuwa wao hawawezi kuaminika kwa sababu hawaaminiki. Hivi unaendaje kujilinda kwenye mlango wa jirani yako kwa hofu atakupiga? Na sio jirani yako wa mtaa wa pili, jirani yako wa mji mwingine, jirani yako wa mtaa wa mbali. Yani eti unakwenda kupiga mlango wake kuwa naona una mipango ya kuja kutoka, au unavunja nyumba yako, naona una mipango ya kuja kunishambulia mimi kule, halafu unaweka tafsiri ya kusema kuwa nilikuwa najilinda. Self defense. Israeli ana haki ya kujilinda. Anajilinda dhidi ya nani? Kwa lipi? Yani haki yako ya kujilinda inakupa haki ya kuvuka mpaka kwenda kuwashambulia wengine katika ardhi yao. Yani haki yako ya kujilinda inatoa uhuru wa wengine, kwa sababu hao wanachogombana na wewe ni kuwa kwa nini unakaa kwangu? Yani we kwa nini upo kwangu? Ebu kwa nini usirudi kwako? Rudi kwako na mipaka ambayo inaofahamika, huu ni mpaka. Rudi kwako na mimi nikae kwangu, tuone nani ataanza kuwa mchokozi, ili tujue nani anajilinda dhidi ya nini. Kwa nini ulazimisha kujilinda ndani ya ardhi yangu? Yani kwa nini ukae ndani ya ardhi yangu alafu uite kuwa nina haki ya kujilinda? Na unajilinda dhidi ya nani? Hiyo ndio tafsiri ya ulimwengu uliojaa unafiki, ulimwengu usiokuwa na maana, ulimwengu wenye double standard ya ajabu. Yani huu ni ulimwengu wa kufikirika ambao sasa Marekani jana amefanya mashambulizi katika kile anachosema kuwa kujilinda. Sasa nilikuwa nimeona andiko moja nione. Mnakumbuka jana nilizungumza kuhusu Saudi Arabia? Nakumbuka nilizungumza kuhusu kauli ya Lindsey Graham kwa Saudi Arabia wajiunge na makubaliano ya Abraham Accord, makubaliano ya Abraham
katika kile kitu inaitwa Abraham Accord, lakini nchi za Kiarabu hadi Pakistani wamehitaji. Unajua Pakistani, ukienda passport yao Pakistani imeandikwa kuwa hii wanaambia hii passport ni halali kwa nchi zote duniani isipokuwa Israeli. Yani kwa hiyo passport ya Pakistani hauwezi ukaingia nayo Israeli kwa sababu yani wao wameandika kabisa nyuma kwenye passport yao wa Pakistani. Ndio Marekani anazichochea hizi nchi zijiunge. Saudia wamesema hivi: msimamo wa Saudi Arabia kuhusu suala la Palestina bado haujabadilika. Chanzo cha Saudi Arabia kiliambia Al Arabia Jumatatu na kuongeza kwamba kuna haja ya kuwa na njia isiyoweza kurekebishwa kuelekea taifa la Palestina. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu aliyasihi mataifa yenye Waislamu wengi kote Mashariki ya Kati na kwingineko kuanzisha na kurekebisha uhusiano na Israeli kama sehemu ya makubaliano ya amani yanayoibuka kati yao na Irani. Katika chapisho refu la mitandao ya kijamii, Trump aliorodhesha nchi ambazo viongozi wake alizungumza nao Jumamosi kuhusu juhudi za kukomesha vita na Irani. Baada ya kazi yote iliyofanywa na Marekani kujaribu kuunganisha fumbo hili gumu sana, inapaswa kuwa lazima kwamba nchi hizo zote angalau kwa wakati mmoja zisaini mikataba ya Abraham, Trump aliandika. Mikataba ya Abraham ni seti ya mikataba iliyosimamiwa chini ya Trump mwaka 2020. Mikataba hiyo inasimamia urekebishaji wa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israeli na nchi ambazo zimekuwa zikiipinga kihistoria. Msimamo wa Saudi Arabia umekuwa wazi kwa muda mrefu na ufalme umesema mara kwa mara kwamba hautarekebisha uhusiano na Israeli bila ya uwepo wa taifa la Palestina. Tubaki na hili kuwa bila uwepo wa taifa la Palestina, Saudi Arabia haiwezi ikabadili uhusiano au ikaanzisha uhusiano na Israeli. Uhusiano unaotajwa hapa ni uhusiano rasmi, ndio hauwezi kuanzishwa. Nilishawahi kuambia uhusiano wa UAE na Israeli haukuja tu ile 2020 ukaja ukaibuka. Chini ya hapo kulikuwa kuna uhusiano mzuri sana. Chini ya hapo kulikuwa kuna uhusiano mzuri bila shida yoyote. Ulikuwepo uhusiano, baadaye ukawa official. Kwa hiyo kilichofuata ni official tu, kuwa rasmi, wakaurasmisha. Na naweza nikasema kuwa Saudi Arabia inawezekana hivyo, au inawezekana kuwa maoni ya umma ya Saudi Arabia yamekuwa tofauti, na Saudi Arabia huenda inahofia sasa kuwa wenyewe ndio kinara. Unajua wao ndio wameushikilia, unaweza kusema kuwa kama taifa kinara linaloendesha Uislamu duniani linavyoonekana, hasa kwa madhehebu ya Kisuni, Saudi Arabia wanaonekana wamebaki kwenye hiyo njia. Kwa hiyo Saudi Arabia kuanzisha uhusiano na Israeli katika kipindi hiki itakuwa ni kuwagawa Waislamu duniani, au inawezekana maoni ya umma yakawaje. Niliwahi kuambia kuwa Saudi Arabia aliclear makosa yake, inawezekana, baada ya kuanzishwa kwa vita ile ya Gaza. Na wale waliokuwa wakinifuatilia mwanzo kabisa wa uchambuzi wa Gaza, wakati Saudi Arabia ilitoa taarifa ikasema kuwa imevunja makubaliano ya kuanzisha uhusiano na Israeli mpaka baadaye hapo watapoona mwelekeo wa taifa la Palestina. Nilisema hiki ndio kilichokuwa kinatafutwa katika vita ya Gaza. Hamas, moja ya kitu ambacho kiliwafanya waanzishe ilikuwa ni hili. Kama Saudi Arabia angeanzisha uhusiano na Israeli wakati huo, ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Wapalestina. Pigo kubwa sana. Haijalishi Saudi Arabia iko wapi, lakini bado ushawishi na nguvu ya Saudi Arabia kimataifa, hasa kwenye mdomo wa Marekani na meza za Marekani, bado inabaki kuwepo. Bado inabaki kuwepo. Niliwahi kuambia kuhusu wakati Marekani wanaichukua Venezuela, nikawaambia moja ya sababu pia ya Marekani kwenda Venezuela ilikuwa ni kuidhibiti Saudi Arabia, kwa sababu Marekani anafaidika sana na Saudi Arabia na mafuta yake. Israeli huwa sana halimvutii hili. Kwa sababu gani? Wanaitamani Saudi Arabia yenye mwelekeo wa UAE. Yani wanaitaka Saudi Arabia yenye mwelekeo wa UAE, lakini hawaitaki Saudi Arabia yenye mwelekeo wa Bahrain, kwa sababu Bahrain ina makubaliano na Israeli lakini haitembei kwenye njia ya UAE. Sasa wanaitamani Saudi Arabia na nguvu yake iwe inatembea kwenye njia ya UAE, yani wawe wazayuni pure, yani wawe pamoja na Israeli pure. Sasa huenda nguvu ya umma ya Saudi Arabia inasukuma haya yaendelee kubaki kuwepo, kuwa Saudia haitobadili msimamo wake kuelekea. Lakini ni kweli hawa wa magharibi wanataka kweli uwepo wa taifa la Palestina, au Israeli kweli wako na hili? Mnakumbuka waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi kwenye mkutano wa UNGA 79 mwaka jana, mkutano wa mwaka juzi wa 2024 jamani, ulikuwa kwenye mkutano wa 2024 wa UNGA 78 ndio bin Salmani alisema wataanzisha uhusiano na Israeli. 79 Ayman Safadi alivyokuwa anazungumza alisema hivi:
Sisi kama nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa pamoja tuko tayari kukaa na kuketi wote na kukubaliana kwa pamoja wote tutaitambua Israeli kuwa ni nchi ipo. Wote. Israeli iko tayari kuiachia Palestina iwe huru, sisi tutimize hili. Walikataa. Kwa hiyo wanachokitafuta ni kipi? Na muungaji mkono ambao Donald Trump anaupigia kelele lazima muunge mkono Israeli kwa lipi? Ambayo inataka kuwa hakuna kuwepo wa taifa la Palestina, lakini katika sera na makaratasi ya magharibi kuwa two state solution ipo. Huu ni unafiki. Yani tuendelee kuishi kwenye unafiki tu kuwa ndio iko hivyo. Huu ni unafiki. Hamna lugha nyingine yoyote unaweza ukaiweka hapo kuainisha hiki kuwa hiki ni nini? Ni unafiki. Jamani, asanteni. Rahby Digital, haki na ukweli.